Sasa moja katika matukio ambayo leo hii yameshika kasi katika ulimwengu wa kisiasa, kama tunavyofahamu, ni kwamba mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antipas Lissu, bado yupo katika mchaka wa kuendelea na kesi yake ya uhaini na mkabili kutokana na shutuma ambazo aliweza kupewa na kuweza kushtakiwa na Jamhuri. Sasa wakati kesi hiyo ilikuwa imepangwa kuendelea leo hii, ambapo ni Septemba 16 mwaka 2025, mara baada ya hapo jana kuweza kuhairishwa mpaka leo, basi kama ilivyo kawaida ratiba iliweza kufuatwa na Tundu Lissu aliweza kufikishwa mahakamani kama kawaida. Sasa Lissu aligoma kuendelea na kesi hii ya uhaini kutokana na hoja ambayo iliwasilishwa mahakamani kwamba uamuzi wa jopo la majaji ilitarajiwa kutolewa leo hii kuweza kusikiliza kesi hiyo ikiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Sasa baada ya majaji kuingia ndani ya chumba nambari 1 kwa ajili ya kuanza kusikiliza kesi hiyo, kwa mujibu wa ratiba ya leo Jumanne Septemba 16, 2025, Lissu aliwaeleza majaji hao kuwa alipoingia kwenye chumba cha mahakama hakuwakuta wafuasi wake na kwamba amepata taarifa kuwa wamegoma kutokana na baadhi ya wanachama wenzao kuzuiliwa kuingia mahakamani na maafisa wa jeshi la polisi wanaotekeleza amri ya ZCO. Kutokana na hoja hiyo, Lissu ameomba mahakama kutoa mwongozo wake wa haraka na kuweza kuhoji inawezekanaje ZCO anawafukuza watu mahakamani na mahakama hiyo iko kimya. Pia amesema majaji pekee ndio wenye mamlaka ya kutoa amri yoyote mahakamani. Sasa inawezekanaje mtu anatoa amri ndani ya viunga vya mahakama, amri ambazo pia zinakinzana na sheria na taratibu? Baada ya kuwasilisha hoja hizo, Lissu alieleza mahakama kuwa hawezi kuendelea na kesi hiyo hadi swala hilo litakapotolewa mwongozo na mahakama, na kwamba hadi wafuasi wake waweze kuruhusiwa kuingia mahakamani. Baada ya kuwasilishwa kwa hoja hiyo, wakili wa serikali mkuu Nasor Katuga aliomba mahakama kuendelea na ratiba ya usikilizaji wa kesi hiyo kutokana na kwamba suala analowasilisha Lissu halina uhalisia wowote. Lakini Katuga amesema wafuasi hao walikuwepo kwenye chumba cha mahakama na wametoka muda mfupi kabla ya kesi kuanza. Sambamba na hilo, wakili Katuga pia amesema baadhi ya watu ambao wako mahakamani na wanasikiliza kesi hiyo bila kikwazo. Hata hivyo, watu hao Chadema wanadai kuwa sio wanachama wao bali ni askari waliovalia kiraia. Ikumbuke kwamba katika uwasilishaji wa hoja yake, Lissu alibainisha kuwa kesi hiyo ni ya wazi na kwamba kinachofanyika sasa hakina uhalisia wa uwazi wa mahakama. Baada ya kusikiliza hoja ya pande zote mbili, majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wanaosikiliza kesi hiyo waliweza kuihairisha kesi hiyo kwa muda hadi majira ya saa 5, ambapo pia kesi hiyo iliweza tena kurejea hapo mahakamani. Sasa mara baada ya kuweza kurejea majira hayo ya saa 5, kesi hiyo iliendelea kusikilizwa, ambapo Lissu aliweza kuomba kufutiwa kesi hiyo kwa sababu ya maelezo ya mashahidi yamewasilishwa kinyume na sheria, na kwamba anaomba kesi hiyo ifutwe na uchukuliwe ni kama uonevu. Baada ya kueleza hayo, majaji watatu wakiongozwa na jaji ambaye anajulikana kwa jina la Dastan Ndunguru aliweza kuhairisha kesi hiyo mpaka Septemba 18 mwaka huu 2025 kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wake na majibu ya Jamhuri kuhusu pingamizi hilo. Nje ya mahakama, mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Lugelemeleza Nshala, ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mwenendo wa kesi hiyo. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Naitwa Salumu Amani na hii ni Kawabe Media. Endelea kutufuatilia, lakini pia usiache kusubscribe channel hii kwa ajili ya kuweza kupata updates zote zinazohusiana na masuala haya ya kesi ya Tundu Lissu.